Naitwa Dr. James Justin Msigwa, natokea hospitali ya rufaa ya Iringa. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya pua, masikio na koo. Tupo hapa Njombe, lakini pamoja na mimi pia kuna madaktari wa kada nyingine, madaktari wa watoto, madaktari wa kina mama, madaktari wa magonjwa ya ndani, madaktari wa upasuaji na wengine. Tutakuwepo hapa Njombe kwa muda wa wiki moja kwa ajili ya kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi. Tunatarajia kuwaona wagonjwa, kuwatibu, kufanya upasuaji na matatizo mengine ambayo tutashindwa kuyatibu hapa, basi tutaweza kuwapa rufaa. Lakini tunatarajia kutoa huduma nzuri kwa wagonjwa wa eneo la Njombe. Katika fani nilionayo mimi kama daktari bingwa wa matatizo ya masikio, pua na koo, hii inajumuisha matatizo ya masikio. Kuna watu ambao wanaumwa masikio, hawasikii, masikio wanauma, hao tutawapa huduma. Lakini pia matatizo ya njia ya upumuaji. Kuna watu wenye shida matatizo ya upumuaji, kukoroma, uvimbe, hao pia tutatoa huduma. Lakini pia wako ambao wana matatizo ya koo. Hawa ni wale watu ambao pia utaona wanakoroma usiku, watu wenye shida ya upumuaji. Wote hao tutawapa huduma katika kipindi cha wiki moja ambacho tutakuwepo hapa mkoa wa Njombe. Kukoroma usiku ni tatizo? Kukoroma usiku ni tatizo. Takiwa kukoroma usiku ni tatizo. Kwa hiyo ni lazima ufike tukufanyie uchunguzi tuweze kuona chanzo ni nini. Kukoroma usiku ni tatizo. Kwa majina naitwa Pascalina Andrew. Nafanya kazi Wizara ya Afya, nipo idara ya afya uzazi mama na mtoto. Mimi ni mratibu wa zoezi hili la Dr. Samia Mentorship awamu ya 3 kwa mkoa wa Njombe. Kwa mkoa wa Njombe tuna halmashauri 6 ambazo tutapeleka mabingwa, ambako kutakuwa na daktari bingwa wa magonjwa wanawake, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa na bobezi magonjwa ya watoto na watoto wachanga, daktari bingwa wa magonjwa ya koo na pua. Zoezi hili litaanza leo tarehe 26 mwezi wa 5 mpaka tarehe 31 mwezi wa 5. Takuwepo kwa siku 6. Lengo la ujio huu wa madaktari bingwa ni kusogeza huduma za kibingwa na ubingwa bobezi karibia na wananchi, ambako itawarahisishia kusafiri mbali kufuata huduma kwenye hospitali hizo za mkoa. Lakini kutokana na hii kampeni ya Samia Mentorship, hii huduma imesogezwa kwenye halmashauri ambako ni ngazi za chini. Pia ujio utawasaidia mentorship kwa watoa huduma. Kwa hiyo ninaombeni sana mjitoe pia katika kuwaelewesha namna bora ya kutumia vile vifaa tiba ili tuweze kutoa suluhisho. Kwa jinsi hiyo tukifanya, mimi naamini hata mtakapokuwa mnaondoka nyinyi wenyewe mtatoka na confidence, mkijua wale mlioacha hapa wanaendeleza ile kazi ya ubora wa huduma za afya.